82 ni siku ya furaha. Tuimbe ni siku ya furaha, ni siku ya nuru, nasi twaonana kuja kushukuru. Leo watu wa Mungu wadogo wakubwa hukaribia mbingu lilipo baraka. Leo ndiyo bandari, nasi twawasili. Hiyo bustani nzuri ya nyingi fadhili, kijito cha baridi kimefanya ziwa, na hiyo ikizidi twana maitawa. Leo yazina iwe ifikayo juu, mawazo na yasiwe ya duniani tu. Leo ni kujilisha chakula cha mbingu na kujifurahisha kwa mambo ya Mungu. Tusikilize fungu la Biblia linatoka Yohana wa kwanza 3:8 linasema, atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi toka mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Tupige magoti tuombe. Baba yetu na rafiki yetu mwema, asante kwa wasaa huu na wakati huu. Katika siku hii ya leo, Bwana, uruhusu tuweze kukusanyika hapa kwa ajili ya kujifunza ukuu wako katika maisha ya mwanadamu. Wasaa huu Bwana, tunapoendelea na vipindi hivi, endelea kuwa pamoja nasi. Tusamehe pale ambapo tumeenda kinyume na mapenzi yako kwa muda wa siku sita. Na leo ni siku ya saba tunakusanyika hapa kujifunza makusudi yako kwa mwanadamu. Tusaidie Bwana, katika vipindi vingine vinavyoendelea, tudumu kuwa pamoja nawe, upendo wako ukatawale kwa kila mmoja wetu. Hata kwa wale ambao bado hawajafika Bwana, ulinzi wako uwe pamoja nao, ili kwa pamoja waweze kufika na tuweze kujumuika nao kwa ajili ya kujifunza ukuu wako. Asante Bwana kwa kuwa umesikia na kutenda, kwa jina la Yesu tunakushukuru. Amen. Bwana mwema wakati wote. Tabasamu. Tabasamu.
ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa, mkanipa chakula, nalikuwa na kiu, mkaninywesha, nalikuwa mgeni, mkanikaribisha, nalikuwa uchi, mkanivisha, nalikuwa mgonjwa, mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni, mkanijia. Mathayo 25:31 hadi 40. Hakuna mwanadamu yeyote hapa duniani ambaye anaishi bila kuhitaji huduma yoyote ya kijamii, hata akiwa tajiri kiasi gani. Kuna wakati atahitaji huduma ya tabibu ama uponyaji kwa ajili ya afya yake. Kuna wakati atahitaji faraja ya neno la Mungu. Pia atahitaji huduma ya chakula na hata huduma ya mawasiliano. Vivyo hivyo kwa maskini pia huhitaji huduma ya chakula, nguo, utabibu, fedha pamoja na mahitaji mengine ya msingi. Ndiyo maana huduma kwa jamii ni lengo mojawapo kati ya malengo makuu manne ya shule ya Sabato. Lengo hili ni la muhimu sana na linahitajika sana kwa jamii inayotuzunguka. Hivyo mwanakikosi atahusika kwanza kutoa huduma kwa wanakikosi wenzake. Pili, kutoa huduma kwa jamii inayomzunguka. Kwa nini lengo hili la huduma kwa jamii ni muhimu? Namba 1, huwasaidia wanakikosi kuishika na kuitimiza njozi ya kanisa kama alivyoagiza Yesu Kristo mwenye kanisa. Mathayo 28:19 hadi 20. Kwa jamii inayotuzunguka kwa kutengeneza mahusiano yaliyo mazuri kwa kugusa mahitaji yao ya msingi. 2, kuwasaidia wanakikosi kujenga tabia ya Yesu ya upendo na wakijiandaa wao binafsi na kuandaa wengine kwa ujio Yesu Kristo ulio karibu sana. 3, huduma kwa jamii hulainisha udongo wa moyo wa mpokea huduma, tayari kwa neno la Mungu kupandwa, kuota na kumea bila vizuizi. Nabii wa Bwana anasema, unapojishughulisha na kazi hii unaowenzi wasioonekana kwa macho ya kibinadamu walikuwa pamoja na yule Msamaria alipomhudumia yule mgeni aliyeumia. Malaika kutoka makao ya mbinguni husimama kando ya wote wanaofanya huduma ya Mungu katika
kutafuta kuwainua wale wote wanaokubali kuinuliwa, hata wawe ni wake mwenyewe, ili tuweze kuwa na umoja na Baba yake. Anaruhusu tupambane na walioumia na majanga, ili aweze kutuita kutoka katika uchoyo wetu. Anataka kuendeleza ndani yetu sifa za tabia yake: huruma, kuwarehemu wengine na upendo, kwa kukubaliana na huduma kwa ajili ya makao ya mbinguni. Kwa kuikataa huduma hii, kunakataa maagizo yake na kuchagua kutengwa naye kwa milele zote. Nuru za uzima, ukurasa 278. Hivyo basi, wazee wa kanisa wakishirikiana na vikosi na huduma binafsi na viongozi wa shule ya Sabato watambue kuwa ni wajibu wao wa msingi kusimamia kwa kuhakikisha vikosi vinapangwa vizuri kanisani na vinaelekezwa kuyatekeleza malengo makuu ya shule ya Sabato, ikiwemo huduma kwa jamii. Kanisa litastawi kwa kuleta waumini wapya kanisani kila Sabato, maana kila mmoja atahusika kikamilifu. Mungu awabariki. Bwana ni mwema wakati wote, wakati tuko tunasikiliza. Kama mlikuwa mnasikiliza vizuri, na tumaini ni kwamba kila mmoja wetu atakuwa ni wake kwa ajili ya kuokoa roho zilizoko huko nje, kwa sababu tumejifunza kwamba huduma zetu kama wanakikosi kwa jamii zinakusaidia kufanya kazi ya kuongoza kama tunaeleza. Mnasemaje? Sasa ningependa tuongoze shule Sabato, maana tunaongoza leo tuongoze shule Sabato, tuweze kuelewa mbele kwa ajili ya wimbo. Karibuni.
Bwana ni mwema na wakati wote. Nimeona hiyo nasema na mimi tuko Sabato ya tarehe 20 tarehe Machi 8 na kisa chetu kinatoka kule Korea Kusini. Kwa hiyo majina yetu tutakayoyasikia kidogo kisa kinamhusu kijana mmoja anaitwa Jinso. Ndio jina lake, ni Korea Kusini. Lakini baba yake alikuwa akisoma chuo kinaitwa Hankuk Samyok. Ndio chuo alichokuwa anasoma baba yake cha uchungaji cha Waadventista wa Sabato. Basi kijana huyu kichwa cha somo nitakitambulisha hapo mbeleni. Kichwa cha somo nitakitambulisha. Kijana huyu alikuwa na miaka 2 tu hadi ambapo baba yake alikuwa anafariki. Yaani alikuwa na miaka 2 baba yake akafariki. Kwa hiyo alipokuwa alikuwa hana taarifa zozote kuhusiana na baba yake. Swala hilo kadri anapozidi kukua, anapolitafakari kwamba baba yake alikufa katika miaka 2 akiwa na miaka 2, ilikuwa ikimuumiza sana na alikuwa anapata shida kuelewa kwamba hii swala inakuaje, yaani imekaaje hivi. Mpaka anapokuja kufika umri wa miaka 15, alikuwa amini kwamba Mungu yupo. Kwa nini alikuwa amini kwamba Mungu yupo? Ni kwamba ameruhusu vipi baba yake afe, alafu na Mungu yupo. Kwa nini asingezuia baba yake asife? Kwa akaamini kwamba kama ameruhusu baba yake afe, basi yeye afe tu. Kwa maana yake nini? Alikuwa amekata tamaa juu ya masuala yote yanayohusiana na Mungu. Alikuwa haelewi chochote kuhusiana na masuala yanayohusiana na Mungu. Na hata wakati mwingine mama yake alipokuwa akipita katika ibada, alikuwa na hataki kabisa na tukio la mwisho ambalo alifanya ambalo lilikuwa ni baya sana Biblia. Kwa sababu alikuwa haelewi na anasema Mungu kama angekuwepo, basi kwa nini baba yako amekufa? Na kama yupo basi aniwe na mimi. Aniwe na mimi ili nieleweke moja. Basi aliishi maisha hayo. Ikawa imeenda kumbuka ya kwamba baba yake alikuwa amesoma katika chuo cha Adventista ambacho nilisema Hankuk Samyok, cha Adventista wa Sabato cha wachungaji huko Korea Kusini. Sasa katika maisha yake amezurura, ameishi, basi akaamua kuondoka katika mazingira ya nyumbani akiwa na umri wa miaka 15. Basi katika kutoka umri wa miaka 15 ilipita miaka 10, aliishi maisha ya ajabu sana. Alivuta sigara, alikunywa pombe za kila aina na uchafu wa kila aina alifanya. Basi siku moja alikuwa na marafiki zake wakitembea mahali, hasa kama amejisikia ile hamu ya kuvuta sigara. Alipojisikia hamu ya kuvuta sigara, akawa amechukua sigara kwa eneo lile ambalo alikuwepo. Ilikuwa ni sheria haipaswi kuvutia sigara mahali pale. Kwa akachukua sigara, akatafuta kidogo eneo zuri, akawa ametembea kuvuta eneo lina miti. Basi akasema sehemu hii itakuwa ni salama. Akawasha sigara yake na
sigara tukatazama, bahati nzuri akaona jiwe limeandikwa aya ya Biblia. Na kitu ambacho alikuwa hajagundua ni kwamba ule msitu aliokuwa ameenda ilikuwa ni kwenye hicho kituo cha Samioko, ule msitu ambao walikuwa wakitumia kwa ajili ya maombi na huduma tofauti. Maana hata kwenye maombi walikuwa wanaandika aya za Biblia, mfano hapa wanaandika aya ya Biblia, pale wanaandika aya ya Biblia. Kwa anapotupa hivi jicho anakuja kuona aya ya Biblia. Ni swala ambalo lilikumbusha na kumkumbusha kwamba kumbe baba alisoma katika chuo hiki na amesoma katika chuo hiki, aliyakuwa amekufa, lakini kumbe alisoma katika chuo hiki. Wakati huo alikuwa akipewa taarifa kubwa kwamba mama yake kule anateseka, anaumwa, baada ya tu ya kuwa yeye ameondoka, lakini hajawahi kwenda kumwangalia ndani ya miaka mingapi? Ndani ya miaka 10. Basi akaamua kuchukua jukumu la kurudi kwa mzazi wake na kwenda kumtazama, lakini anaporudi akiwa tayari na badiliko kubwa ya kwamba inapaswa kuweza kumrudia na Mungu wa mbinguni. Anaporudi nyumbani anakuta mama yake akiumwa na baadaye anafariki vizuri, lakini badiliko ambalo ni kubwa zaidi ambalo alipata, alijitoa kikamilifu na kwenda kusomea mchungaji katika chuo hicho cha Samioko. Lakini akuishia hapo tu. Baada ya kuona amejitoa kwenda kusoma katika chuo hicho cha Samioko, alijitolea kwa asili, akachukua vijana 4 katika vituo hivi vya watoto yatima, vijana 4 ambao hajawazaa, akaamua kuwasomesha na kuwalea katika mahitaji yao yote. Nia na dhumuni awapeleke tena katika chuo hicho ili waende kusomea umissionari. Kwa akachukua ile jukumu. Kwa hiyo tunaona ya kwamba namna ambavyo ndio ameokolewa, lakini akachukua na jukumu lingine na kuwachukua watu wengine kwenda kuwapeleka katika chuo hicho ili kusudi la wenyewe endelee kuwa mishonari. Yeye amekuwa mchungaji ndio, lakini akachukua na watu wengine ili waendelee kusoma kwa ajili ya kuwa wamishonari. Na kitu cha somo kilikuwa kinasema siwezi kuishi namna hii. Yaani maana hilo neno lilikuja tu pale ambapo alipoona mzazi wake amekufa na baadaye anasema anaambiwa Mungu yuko. Neno hilo likaja kwamba siwezi kuishi namna hii. Yaani hawezi kuishi katika uwepo wa Mungu aliyokuwa anajua mzazi wake amekufa, aliyokuwa yeye anaambiwa Mungu yuko. Angekuwepo basi angezuia mzazi wake asiweze kufa. Hicho ndio kisa kinachohusu Samioko. Mwishowe ni kwamba alikuwa mchungaji, lakini aliendelea kuwaita watu wengine kwa ajili ya kuendeleza kusoma umissionari kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na hivyo sadaka yako ya 13 ya mwisho wa mwezi, sadaka ya mwisho ya tarehe 29 mwezi wa 3 itahusika kwenda kuanzisha vituo vya wamissionari, watu ambao watakuwa wanasomea wamissionari kwa ajili ya kazi ya Mungu. Basi Bwana awabariki. Unaweza kuwa umeandika labda kwenye eneo lako la kazi au popote pale umeandika fungu kwa maana kama tumeandika kama mapambo, lakini inaweza kusaidia mtu mwingine anaweza kubadilika. Unasema kwa hiyo ndio wetu hata sisi tunataka kupata maeneo ya kazi tunaweza kazi. Lakini popote ambapo unaweza kupata mtu asifanye kurudi kwa Mungu. Unasema tusikilize katika shule ya Sabato tarehe 1/3/2025 ambapo tunaweza kupata darasa la walimu saa 4:05 tukiwa na watu 3. Darasa hilo linaweza kudumu mpaka saa 3 kamili tukiwa na watu 19. Tunaweza kuona kitu cha leo za Zaburi mpaka saa 17 ambapo waumini wa Sabato sehemu ya 3 waliweza kuingia. Na tuliweza kuanza kipindi cha Sabato sehemu ya 39 na kipindi cha elimu mpaka saa 50 tukiwa na watu 64. Mgawanyiko wa darasa ni miaka 0 mpaka 3 walikuwa 15, somo lao lilikuwa linasema Mungu aliumba wanyama. Na miaka 4 mpaka 6 walikuwa 15 pia, somo lao lilikuwa linasema mwaka na mchana. Miaka 10 mpaka 15 wao waliweza kujiunga pamoja kwa sababu walikuwa wengi walikuwa ni kulipaya kijana na walienda swaya. Kwa hiyo waliandika pamoja na somo lao lilikuwa linasema makombo kwa ajili ya Mungu na walikuwa 21. Alafu pia darasa la furaha walikuwa 10, somo lao linasema mbinguni mahali halisi. Darasa la ubatizo walikuwa 12, somo lao linasema ahadi kwa mshindaji. Na waliojifunza lesoni waliojifunza Biblia watu wazima walikuwa 54, somo lao linasema pambano na uzima. Mungu ni kwa Yesu. Barabara ilitolewa kufunga Injili, watu walitolewa kufunga Injili walikuwa 12. Lakini pia idadi
idadi ya mafundisho na mahubiri yaliyotolewa yalikuwa 9. Lakini pia roho ziliweza kuongolewa zilikuwa roho 84. Mnasemaje? Amen. Tunakuja katika usomaji wa lesoni pamoja na Biblia. Waliosoma lesoni kwa mpango walikuwa 10, na wakati walio na pamoja ni 29. Kwa hiyo waliosoma kwa mpango walikuwa 10, watu 29 walisoma, lakini ni mpango. Na waliosoma bila mpango walikuwa 15, walisoma 25, na waliosoma kwa njia ya mtandao walikuwa 5. Hivyo kufanya watu waliosoma lesoni kwa ujumla kuwa watu 30. Waliosoma Biblia kwa mpango walikuwa watu 7, na waliosoma kesha pamoja na roho ya unabii walikuwa 21. Waliosoma lesoni pamoja na watoto wazazi viongozi wengi waliongezeka, lakini leo tunapungua. Kuna wazazi waliopungua. Jamani, tusiache kusoma lesoni pamoja na watoto wetu. Hapa kuna mzazi mmoja tu ambaye alisoma lesoni na wanaye. Jamani, tukumbuke wazazi wetu wa kwetu, hata wajalimu tutaraumiwa na sisi. Na walioweza kuwa na mwongozo wa Biblia na kujinajisi. Tunaweza kumaliza shule ya Sabato saa 4:45 tukiwa na jumla ya watu 27. Tunasemaje? Leo ni idara ya shule ya Sabato. Mimi hapa mbele yenu ni karibu ya shule ya Sabato kwa majina ya Chagoma, lakini leo nimehusika na mwenyekiti pamoja na kusoma taarifa za Sabato. Tunasemaje? Kwa majina anaitwa Amos Christopher, nimewaletea utume, lakini ni mkurugenzi wa shule ya Sabato. Kwa majina anaitwa Samson Mkula, nimeleta fungu la kukaribu na maombi ni kwa utangazaji. Lakini pia mnasemaje? Tusikilize matangazo kwa ajili ya Sabato ijayo. Sabato ijayo watoto watasaidia katika huduma ya kama hapa leo uongozaji sisi. Lakini pia lesoni tunaombeni mwendelee kusoma ile lesoni. Tunakaribia mwisho. Tumebakiza na Sabato moja ya pili mwezi wa mwisho. Kwa hiyo wewe na mimi jitahidi kila na kusoma. Bwana ni tena. Naomba niwakumbushe wazazi waliotembelewa na wakatoa hela za lesoni. Baada ya mwisho tarehe 15. Kwa hiyo hapo inahitaji roho wa Mungu tena azidi kuhamasisha. Basi tujitahidi ili tarehe 15 at least wote ndio tumetoa. Kwa sababu lesoni kama tunavyojua hatutaji tu watu watokwe, tunawashiriki kwa kanisa mengi. Kwa at least ikitaji tarehe 15 tumemaliza kuzitoa, itakuwa rahisi sana kujieleza kule itakuwa inapendeza zaidi. Lakini niwakumbushe kitu kingine. Roho ya pili tunatamani tubakize masomo ya sauti ya unabii kwa ajili ya kuzungumza na kuendeleza kazi ya Mungu katika kikosi. Ndio maana katika kikosi kuna ile mchango ambao kila Sabato unapokuwa unaingia kwa jina la shule ya Sabato. Kwa hiyo muendelee kutoa ili itakapofika muda wa pili tu, maana tuweze kufanikiwa kufanya nini? Kuiagiza. Kwa siku zilizopita sijui kwa sababu hiyo tutaziingia kama 1500. Lakini lengo letu tupate 1,500 kwa ajili ya kukamilisha hiyo zoezi. Kuagiza masomo ya nabii, ili roho ya pili watu wanapokuwa wanaanzisha madarasa, wako masomo ya nabii vikosi muendelee kufanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo tuzidi kushirikiana ili kwa nia na somo kazi ya Mungu izidi kusonga mbele na wote tuyafanye kwa hiyo kazi ya Mungu. Na mwalimu wa walimu basi Dennis Kaitira utatusaidia kwa maamuzi ijayo. Lakini tujitahidi kushirikiana pamoja, kazi ya Mungu isonge mbele. Na wale viongozi wa shule ya Sabato tutaonana hapo kwa ajili ya matangazo mafupi. Basi tusimame tuombe. Tuombe. Tunakushukuru Baba kwa kusimamia nasi, tunakushukuru kwa ambacho ulitujalia